Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jumuiya ya nchi za Kiarabu zimekaa tena mezani na zinataka fedha za kuijenga upya Gaza katika mkutano wa kilele uliofanyika huko Baghdad nchini Iraq. Vita dhidi ya ardhi ya Palestina vilitawala mkutano huo, hasa baada ya Israel kuidhinisha mipango ya kupanua mashambulizi yake. Viongozi wa nchi za Kiarabu wameitaka jumuiya ya kimataifa kufadhili mpango wao wa kujenga upya ukanda wa Gaza baada ya rais wa Marekani Donald Trump kupaza sauti yake na kusisitiza pendekezo la kuchukua eneo la Palestina. Mkutano wa kilele wa jumuiya ya nchi za Kiarabu uliofanyika siku ya leo ya Jumamosi mjini Baghdad ulisema katika taarifa yake ya mwisho kwamba ilizitaka nchi na taasisi za fedha za kimataifa na za kikanda kutoa msaada wa haraka wa kifedha ili kuunga mkono mpango wake wa ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza. Mauaji yanayoendelea katika ukanda wa Gaza, mauaji ya kimbari, yamefikia kiwango kibaya sana, kiwango kisichokuwa cha kifani katika migogoro yote katika historia. Hii ni kwa mujibu wa waziri mkuu wa Iraq Mohamed Shia al-Sudan, ambaye alisema katika hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano wa 34 wa Waarabu ambao ulitawaliwa na mauaji ya kimbari ya ukanda wa Gaza yanayofanywa na Israel. Amesema Iraq iliunga mkono kuundwa kwa mfuko wa Waarabu kusaidia juhudi za ujenzi, akiongeza kuwa Iraq itachangia dola milioni 20 kwa mfuko huo na dola milioni 20 nyingine kwa Lebanon ambayo pia imekuwa katika mzozo na Israel. Waziri mkuu wa Iraq amesema Baghdad inakataa kuhamishwa kwa lazima kwa Palestina, akitoa wito wa kukomesha mauaji huko Gaza, mashambulizi kwenye ukingo wa magharibi na maeneo yanayokaliwa. Tumetoa wito na tunaendelea kutoa wito kwa hatua kali na za kuwajibika za Waarabu kuokoa Gaza na kuamsha upya UNRWA, alisema, akimaanisha chombo cha Umoja wa Mataifa kwa ajili ya misaada ya Kipalestina. Mazungumzo ya Jumamosi katika mji mkuu wa Iraq yalikuja siku moja tu baada ya Trump kukamilisha ziara yake ya Mashariki ya Kati na kuibua matumaini ya kusitishwa kwa mapigano na kuanzishwa upya kwa utoaji wa misaada huko Gaza. Mauaji yanayotokea Gaza, kwa mujibu wa mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez, ambao wamekosoa vikali mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza, walikuwa wageni katika mkutano huo. Wanasema, tunahitaji usitishaji wa kudumu wa mapigano sasa, kuachiliwa bila masharti kwa mateka sasa, na mtiririko huru wa misaada ya kibinadamu kumaliza kizuizi hicho sasa, Guterres alisema. Sanchez wa Uhispania alisema mzozo wa kibinadamu huko Gaza lazima umalizike mara moja na bila kuchelewa. Palestina na Uhispania zinafanyia kazi rasimu mpya itakayowasilishwa kwa Umoja wa Mataifa ambapo wanaitaka Israel kukomesha mzingiro usiokuwa wa haki na kibinadamu uliowekwa Gaza na kuruhusu uwasilishaji wa misaada bila masharti. Pia alisema lazima kuwe na shinikizo zaidi kwa Israel kukomesha mauaji yanayotokea Gaza kwa njia zote zinazowezekana, yaani zana zinazopatikana chini ya sheria ya kimataifa. Na hapa ningependa kutangaza kwamba Uhispania itawasilisha pendekezo kwa Baraza Kuu la Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kuchunguza kufuata kwa Israel katika uwasilishaji wa msaada huko Gaza, waziri mkuu wa Hispania alieleza. Hali katika ukanda wa Gaza imekuwa ni ngumu sana baada ya mzingiro ulioanzishwa upya na Israel baada ya kile alichokisema waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwamba itahakikisha inawasaka wapiganaji wa Hamas katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mnamo Machi, Israel ilimaliza usitishaji mapigano uliofikiwa na Hamas mnamo Januari na kuanzisha tena mashambulizi mabaya kote Gaza na kulazimisha kizuizi cha chakula na vitu vingine muhimu. Katika siku za hivi karibuni, Israel imezidisha mashambulizi yake huku makumi na maelfu ya Palestina wakilazimika kufa kwa njaa. Katika mkutano na matayarisho ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, waziri wa mambo ya nje wa Iraq Fuad Hussein alisema watajaribu kuidhinisha maamuzi yaliyotolewa katika mkutano wao mjini Cairo mwezi Machi kuunga mkono ujenzi wa Gaza. Ujenzi wa Gaza unahitaji zaidi ya dola bilioni 600 ambazo zitaweza kujenga ukanda huo wa Gaza, ambapo mataifa mbalimbali yalisema yataweza kuchangia ikiwa ni pamoja na Ufaransa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.